Majira ya saa 9:20 maeneo ya Ngukumo katika wilaya ya Nzega mkoa wa Tabora, kuna basi ya kampuni ya Minza Investment ambayo ilikuwa inafanya safari kutoka Mpanda kuelekea mkoa wa Simiyu. Katika majira hayo ya saa 9:20 maeneo ya Ngukumo, gari hilo lilipata ajali na kuweza kupinduka au kuacha njia na kusababisha vifo vya watu 4 na majeruhi kadhaa. Chanzo hicho cha ajali bado fika eneo la tukio, tumeona ni dereva kutokuwa makini na alishindwa kulimudu gari hilo na kusababisha gari kupoteza mwelekeo na kwenda njia nyingi tofauti na kusababisha gari kupinduka na kusababisha madhara ambayo nimeeleza hayo. Baada ya hiyo dereva amekimbia, lakini dereva anaitwa Jafari Saidi ambaye ni mkazi wa mkoa wa Shinyanga. Kwa hiyo jeshi la polisi linaendelea kumfuatilia kwa kuwasiliana na mwenye gari kujua kumbukumbu za dereva zipi ili tuweze kumtia nguvuni na hatua za sheria zifuatwe. Mkakati huo mpya ni kama bado tunaendelea kufanya doria, kama unavyojua tumeanza doria, lakini tunachukua hatua madereva. Kama kipindi hichi cha mwezi Julai zaidi ya madereva 28 tumefutia leseni zao na tumekuwa wakali na kutoa onyo zaidi. Tunaendelea kufanya doria kuhakikisha tuna hali ya mkoa hasa katika swala la usalama barabarani na kwa liko salama. Jamani, sisi kama serikali tunawashukuru sana wanazengo ambao mmekuja hapa, mmesaidiana na polisi na watu wengine ambao wa halmashauri waliokuwa wanasaidia kuokoa hapa. Sawa ndugu zanguni, huu ndio upendo ambao unahitajika, sawa? Kwamba sio kwamba mkiona ajali mnakimbia mnaanza kuokota vitu vya watu. Nyinyi mmefanya vizuri, mmewasaidia majeruhi wameenda hospitali na watu wengine wamekaa vizuri, sawa? Na bado mmekaa hapa hadi muda huu. Sasa kwa kuwa tumemaliza kila kitu, mimi niseme ninawashukuru, lakini ninawapongeza kwa kazi mliofanya. Sasa ndugu zanguni, mimi mkuu wa wilaya ninawapenda na ninawashukuru sana kwa namna ambavyo mmeweza kusaidiana na jeshi la polisi kuwaokoa hao wenzetu. Nawashukuru sana. Tunashukuru mpaka sasa hizi kazi imeshakamilika. Majeruhi na waliokufa wote wamepelekwa mahali panapohusika. Ilikuwa ngumu kwa kweli, shughuli ilikuwa ngumu sana, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu, kila kitu kimeenda sawa. Wao wanapata muda mwingi wa kupumzika ili waweze kuwa makini wakati wanapoendesha magari, lakini pia nashauri dereva wawe wawili kwenye basi. Nadhani ni hilo tu, sababu inaonekana labda alikuwa amechoka sana, sinzia au whatever itakavyo, kwa sababu ni usiku wa manane. Kwa hiyo kauli yangu kwa madereva wawe makini zaidi, lakini pia wapate muda wa kupumzika ili waweze kuwa makini wakati wote. Hivi unajua kwa nini makampuni makubwa duniani hayaachi kujitangaza kila siku, licha ya kwamba tayari yanafahamika? Sasa kama una biashara au kampuni lakini hujitangazi, customers wapya watakujua vipi? Na bila advertising, unategemea kukuza mauzo yako kwa njia gani? Ndio maana Global TV tunakupa nafasi ya kuitangaza biashara yako kwa audience kubwa ndani na nje ya Tanzania kupitia mitandao yetu ya kijamii. Advertising kupitia Global TV inaongeza brand visibility yako, inakufikisha kwa customers wapya na kuongeza nafasi ya bidhaa au huduma zako. Na habari nzuri zaidi, bei zetu za matangazo ni rafiki. Iwe una biashara ndogo, ya kati au kampuni kubwa, kuna nafasi inayoweza kukufaa. Usiache biashara yako isubiri kugunduliwa. Ipe visibility inayostahili. Anza kutangaza nasi. Wasiliana na Global TV leo na tuipeleke brand yako mbali zaidi.